Watu 7 wameuawa baada ya madaraja mawili kulipuliwa huko nchini Urusi. Watu hao wameuawa na wengine 69 wamejeruhiwa wakati madaraja mawili yalipolipuliwa katika mikoa miwili tofauti ya Urusi inayopakana na Ukraine. Wapelelezi wa Urusi wamesema ni vitendo vya ugaidi vilivyofanywa na Ukraine, wakati Ukraine haikutoa taarifa yoyote juu ya milipuko ya madaraja hayo. Matukio hayo yamejiri kabla ya mazungumzo yaliyopangwa ya amani yenye lengo la kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka mitatu nchini Ukraine. Wapelelezi wa Urusi wamesema daraja la barabara kuu lililoko juu ya reli katika mkoa wa Bryansk limelipuliwa siku ya Jumapili saa 5 kasoro katika treni iliyokuwa imebeba abiria 388 kuelekea Moscow. Ilikuwa inapita chini yake. Saa 8 baadaye daraja la reli lililoko juu ya barabara kuu limelipuliwa katika eneo jirani la Keski. Vipande vya treni ya mizigo vilizagaa barabarani kufuatia tukio hilo. Kamati ya uchunguzi ya Urusi ambayo huchunguza matukio makubwa ya uhalifu iliyahusisha matukio hayo na kusema kwa uwazi kwamba madaraja yote mawili yamelipuliwa. Wapelelezi wa Urusi wamesema ni vitendo vya kigaidi. Ukraine mpaka sasa haijatoa taarifa yoyote kuhusu kuhusika katika matukio hayo mawili. Wajumbe wa Urusi na Ukraine wanatarajiwa kukutana Jumatatu mjini Istanbul katika duru ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja ya kujadili namna ya kumaliza vita. Hata hivyo, bado hali ya mapambano inaendelea huko nchini Urusi, ambapo kila mmoja amekuwa akifanya mashambulizi kwa namna ya kipekee. Na wakati huu Urusi imeshambuliwa katika madaraja yake hayo, lakini bado hakuna taarifa za kueleza ni nani ambaye amehusika katika kulipua madaraja hayo. Hata hivyo, Urusi na Ukraine zinaendelea kulaumiana kwa kila upande kwamba umeushambulia upande mwingine licha ya mipango ya duru hiyo ya pili ya mazungumzo ya ana kwa ana ya kumaliza vita vilivyopindukia mwaka wa 3 sasa. Maafisa kwenye mikoa miwili ya Ukraine ya Kherson na Zaporizhia wameripoti kifo cha mtu mmoja kwa kila eneo kutokana na mashambulizi ya Urusi. Moscow nayo imesema watu 14 wamejeruhiwa kwenye mkoa wake wa kusini wa Keski kutokana na mashambulizi ya drone za Ukraine. Katika hatua nyingine, Urusi imetangaza kuvikamata vijiji viwili vya Ukraine, kimoja kikiwa katika jimbo la Donetsk na kingine katika mikoa ya Sumi. Ukraine imesema imeamuru kuhamishwa kwa watu kutoka vijiji 11 vya mkoa wa mpakani wa Sumi kutokana na mashambulizi hayo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.